tuko hapa Trans Nzoia, sisi tuko Trans Nzoia kama Kenya ndogo. Mimi nimekuwa mbunge wa Kiminini, sasa ni tamu yangu ya pili. Nashukuru watu wa Kiminini. Na mimi naomba, kwa sababu uongozi unatoka kwa Mungu, mimi naomba 2022 nipewe promotion nikuwe governor wa Trans Nzoia County. Hawa watu wa Trans Nzoia watakuwa governor. Kama watakuwa na mheshimiwa Eugene, tuko tayari kudili na project ya Eugene mara moja and once for all. Governor wa Trans Nzoia hawezi kuwa project ya mtu. Alafu nisome speech ya president. Jambo la kwanza ni kwamba tuna uandikishaji wa wapiga kura ndugu zetu. Trans Nzoia County tuna target watu 78,000 kwa siku 30. Lakini kwa siku 5 ambazo zimekwisha tumerejesta watu 2,700 peke yake. Tafadhali watu wetu mjitokeze, muende mjirejeste kama wapiga kura. Jambo la pili ni kwamba wakazi wa Kiminini tunawaletea sublocations karibu 10. Wamuini, Birunda, Sabata, Matunda, Muungano, Kikwamet, Weonia, Kibagenge, Kibomet, Vikeke, Baharini na Toro. Hiyo ni ya Kiminini. Endebess tumeleta location ya Cholim, Twiga, Mubere, Matumbei na Kiptogot, na sublocation ya Sabwani, Cheptanjani, Milimani, Chepchoina, Chepkoilel na Toronga. Upande wa kwanza tumeongeza Kobos na Kapukoi kama location mpya. Tumeongeza Lunyi sub county sublocation, Mahonge, Makunga, Kapkai, Zea, Maliki na Tembelea. Mutapata tangazo kuanzia Jumatatu. Wala ambao mnahitimu, tafadhali weka maombi yenu. Tutafanya ile interviews ambayo iko free, ambayo iko fair, ili wale watu ambao wana qualify wachukuliwe. Jambo la tatu ndugu zetu ni kwamba kuna mtu amekuja kuchokoza mimi hapa tu. Na mimi hata hakuna kitu mimi nimefanya. Sasa amechokoza mimi tu. Mimi niko na haki ya kujibu yeye. Yeye anasema kwamba mimi niondoe uniform. Niondoe uniform ndio tukuje kwa uwanja hapa. Sisi tunajua kwamba governor wa Trans Nzoia ni Khaemba, si ndio? Sio Chris Wamalwa. Chris Wamalwa ni mjumbe wa Kiminini. Yeye kama ni mwanaume kama mimi, wawe cha kumuziba amreba. Pia yeye aweke kiti ya Kiminini chini, tukuja tukutane kwa uwanja. Na mimi na promise yeye saa hii akitangaza kwamba ameresign kama mjumbe wa Kiminini, anataka kiti ya ugavana ya Trans Nzoia, kesho pia mimi nawacha kiti ya RC. Haiwezi kuwa kwamba una kampeni kuanzia 2017 wakati wanaume wako wenzako wanakuja kwa uwanja unaanza kurukaruka hapa kama tennis ya mpira. Hatutakubali mtu afikiri kwamba atachaguliwa governor akirani peke yake. Amekuja hapa anasema mimi ni project na Wetangula ameshika yeye mkono. Sasa project ni nani? Si pia ni project.
alipewa kiti kitambo ya Ford Kenya. Walienda kwa mchuja za ngapi? Yule mtu mwenye ameshika yeye mkono ni mtu ya Trans Nzoia? Si ni mtu ya Bungoma? Chris, ngoja kwanza. Chris mwenyewe tunatoa ni mtu ya Lutonyi, si ndio? Alikuja hapa Kananachi 2010 akanunua shamba nusu point. Amepata pesa kidogo kidogo hii ya wananchi, akaongeza shamba, anakuja kuringia watu hapa na kurukaruka hapa. Kweli watu yetu, vile mtu anaongea hivi anaweza kuwa gavana ya nani? Gavana ya Trans Nzoia? Enge na yotawa walo vile. Hatuwezi kubali hiyo. Bandu wefe, mimi bandu wefe balomanga baliyefumbuka seria lumetawe, sindio? Na nolisia rumbi solia chinjazi tawe, sindio? Kabalome kama huwa, balome, bahome, lakini 2022 kabachengo. Eshida ya Trans Nzoia bandu wefe, mwakabane kenda nerekuka. Samaki bona? Beja banyola bandu bekhale bona kumkutano oli mukana khuloma na benyo khabarekuka enge na zali mbelekeu enge na heshima niyo kweli kimima kimi sindio esane ndamba bande banga banatembea kaandika kwa bandu tawe bandu befwe mbola ko linzulala chikazi cha serikali chilende process samanyire muandike barua bandu ba kompyuta la bandu baba chikazi. Lakini jilo chikazi chinalabeza kuyetanga quietly chini ya maji. Samanyile sawija watangase bwenu ndiko mundu fulani tawe. Abaka wonaka ndakawonake lo mundu yoyo, si ndio? Lakini balomanga bali hupila litungu ibuwe. Abaka kwenja kwa kumzango, si ndio? Khaba hili sema nendo mandio banja kulo banatembeana maadili kaandika inare. Lakini kumwaka kwa mayo kwa kaandike bandu befwe bulayi kabisa kumutamba kwa loda mu Trans Nzoia kukonanga Trans Nzoia kukana huwa kula kumala kabisa samwaulile bandu befwe mukebila kuli kwalene lyo tawe. Wakati ya mabadiliko imefanya nini? Wakati ya mabadiliko imefika na tuko na jukumu la kufanya hayo. Samwaulile tona kama wake viti na bana bakana na viti na bakano kama wae ezaza nebu bacheru baya okundi kebulwe Lutonyi malo mundu Lutonyi keja kwa mundu wa Trans Nzoia malo lya ko mara bandu beva bapachimbi abakuloka upachimbi jazini omwana kaurana lo maluvane mawe kalama na mupachimbi kwenya uongozi mpya. Ona na nyamurekeza kidogo somekora rambi ya president. Haya kidogo. Tafadhali. Sisi watu ya Trans Nzoia tuko na heshima. Hatuwezi ngojea hata tujazika mama tunaanza kurukaruka hapa. Message of condolence to the family, relatives and friends of the late Ambassador Mary Orio Rogo Manduli. Imetoka State House, Nairobi, Kenya. It is with profound sadness that Margaret and I send you this message of condolence and encouragement following the death of Ambassador Mary Rogo Manduli. A famous African poet, memorist, and civil rights activist Maya Angelou once said, "A great soul serves everyone all the time. A great soul never dies. It brings us together again and again." These words accurately describe who Ambassador Mary Orio Rogo Manduli really was. Ambassador Manduli was a trailblazer in all her endeavors towards improving the well-being of our society.
a veteran politician and fashion icon, Ambassador Mary Rogo Manduli was a woman of many fasts who fought tirelessly for women empowerment. A great nationalist, Ambassador Rogo was a heroine who boldly stood up for the rights of all Kenyans. She was indeed fearless, courageous, and practical leader who always spoke her mind. At the tender age of 16 years, while still in secondary school, Miss Manduli won Miss Kenya Beauty Pageant. She was simply phenomenal and stood out as a female leader. We all recall her exploits as a sportswoman and model who never shied away from exploring new horizons. She took up and excelled in motorsports at a time when many African women would never have dared, thereby opening up the sport to female drivers in later years. We appreciate her role in showcasing our African culture. As a fashion icon, Ambassador Manduli trademark African print attire and prominent headgear made her one of Africa's most recognizable personalities. Besides political activism, culture, and sports, Ambassador Manduli was a great farmer. At a time when Kenyans had yet to embrace agribusiness, she ventured into farming with the mind of creating wealth. Her involvement in various agricultural activities, among them sugarcane and maize, farming made her a role model and encouraged the community to engage in agribusiness. As a nation, we are grateful for her many years of service to the country, especially in raising a noble family, which has continued to play a crucial role in our development. For those of us who interacted with Ambassador Rogo Manduli, we shall miss her motherly charisma, generosity, and hospitality that made everyone around her comfortable. As Christians, let's draw comfort from the word of God in Nahum 1:7, which says, and I quote, "The Lord is good, a stronghold in the day of trouble, and he knoweth them that trust in him." End of quote. To the whole family, let me say, your mother was a rare and beautiful soul, and we feel so blessed to have her. We are more blessed still by the wonderful family she raised. Indeed, a mother's love lives forever in the lessons she taught, the patience she gave, and in the hearts of the children she raised. Our prayers go out to you at this time of great sadness. May the Almighty God rest her soul in everlasting peace. Fare thee well, Ambassador Mary Rogo Manduli. Signed, Uhuru Kenyatta, Chief of the Golden Heart, President, 9th of October 2021. Asanteni sana. Yeye ndiye amekuwa rambirambi ya rais. Ningebeta nimalizie hapo na niambie watu ya Trans Nzoia kwamba simulia si India. Asante.